Nataka nijue wewe kijana unanitafuta nini? Sasa do, ukijitazama wewe unataka kutafuta nini kwenye mwili wako? Umeona uoni cha kutafuta. Kwa nini unaleta jeuri? Kama wewe uoni cha kutafuta, kwa nini unaleta jeuri? Unaleta jeuri mimi. Hii sio jeuri, hichi ni kiburi. Bo, tofautisha kati ya jeuri na kiburi. Aha. Unaelewa? Sasa wewe umeniletea kiburi. Mimi nitakuletea penta. Nitakuletea penta kijana, nitakuja nikufanye kitu ambacho dunia nzima watashangaa. Ulimwengu wa giza huko hakuna kilichotokea zaidi yangu mimi, ile tukio utakalokuletea wewe. Yaani kwa hivi blaza, yaani wewe hapo ukijitazama wewe na mwili wako hunifanyi chochote na wala huna uwezo kunifanya lolote kwenye dunia hii hapa hii. Wala huo dunia ya nyama unifanye lolote, ndio nakwambia. Mdogo, unajidanganya. Tena unajidanganya. Unacheza na shilingi chooni mdogo wangu. Unajidanganya vibaya mno. Una nani mdogo? Kwani wewe mkubwa au una ukubwa gani? Asa kama ungekuwa wewe mkubwa wewe ungeniona. Wewe mtoto tu kama watoto wengine. Yaani wewe unaletea vimazingaumbe vya kitotototo hivi, vya kijingajinga. Mimi nilikustai tu, nilikuwa nakuvutia pumzi. Dogo, mimi naweza kukuua muda wowote, dakika yoyote. Nasema huwezi kuniua, huwezi kunifanya jambo lolote. Yaani wewe nifunza. Unanipandishia. Unanipandishia. Wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Unanipandishia mimi? Yaani wewe mtoto tu panzi. Yaani unigeuze lolote. Unabishi. Mnagombana nini? Kipi mnachogombania? Sitaki ugomvi. Mimi nakwenda kujiandaa na kwenda katika ulimwengu wa kawaida, katika maziko ya mke wa Itongo. Mkae mtulie, msigombane. Haya mambo tutakaa tutamaliza baadaye. Blaza, sikiliza nikwambie. Wewe kama unaenda kwenye msiba, unaenda kwenye mazishi, unaenda kumuona marehemu maiti, kwenda kuiangalia, sijui kuosha, kufanyaje, blaza wewe nenda. Ukirudi hakikisha hili swala tunalimaliza. Huyu mtoto huyu anazidi. Hiyo kauli ya mtoto vunja. Nimesema nyamazeni, na wewe elekea nyumbani. Wewe tulia. Na kwenda katika msiba wa mke wa Itongo. Au kuna mmoja hapo nataka niongozane naye? Hamna mtu anayetaka kwenda. Sawa, haina shida bro. Msibatizane. Sitaki mkae mgombane, sitaki mkae mjaribu, hapana. Kuna mambo mengi ya kufanya. Japo kwa hiyo kuna kosa kubwa sana na ulilolifanya, kumtorosha yule. Na sisi tupo tuna mipango naye. Kwa hiyo usijirudie tena. Tutakaa tumemaliza. Mimi nakwenda msibani. Naam. Tumeelewana na unataka ulimwengu wa kawaida. Haina shida kaka. Msibatizane. Elia, samahani bwana, unaweza ukaniona ni msumbufu sana. Huu wote ni uungwana wangu tu. Nimerudi tu kujua sababu ambayo imefanya amkufika kwenye sherehe yangu. Kajiuliza maswali, nikasema inawezekana ndugu zangu walipata shida. Kwa hiyo nimeona nifike nikujulie hali, pia nikupe mrejesho wa sherehe yangu ilivyoenda. Japo nimesikitishwa kutokuwaona wewe na kaka yako. Kwanza kabisa nitangulize samahani kwa niaba ya familia yangu, sisi sote, kwa sababu kiukweli muungwana mpya nimeshindwa kuja kwenye msiba wa mkeo. Kakaangu toka ameondoka hajarudi, nami nimekuwa nipo katika dimbwi la mawazo kiasi kwamba namtafuta huku na huko bila mafanikio. Kwa hiyo ikanilazimu sasa, wakati namtafuta kaka, muda unaenda, nikaja kusikia ameshazika. Tusameane sana muungwana mpya. Nimekusamehe. Mimi sina kinyongo na wewe wala kaka yako, ila sherehe ilienda vizuri. Bila shaka nina imani mke wangu atakuwa amepumzika vizuri. Kwa hiyo kaka yako umesema hajarudi?
Hajarudi. Bugwa, sasa mimi nikuombe jambo moja, na kuomba umtafute kaka yako. Mtafute kaka yako haraka iwezekanavyo, ili umpe ujumbe ambao mimi nakuachia sasa hivi. Ninatamani umpate kaka yako na umwambie na umpe taarifa. Hivi wewe si ndio muungwana mpya wewe? Mbona sasa unataka kurejesha mambo yaliyopita? Unataka kufukua tena makaburi? Si ulisema yameisha? Ukasema umebadilika, sisi ndo familia yako, turudi tena kuwa kama undugu tulivyokuwa mwanzo. Kitu gani sasa unataka kusema? Unataka kumaanisha nini tena? Sasa Elia, wewe unajua mimi nakoelekea? Unajua ninakoelekea mimi? Mimi ni kweli ninashukuru mke wangu nimeshamzika salama, lakini huu ujumbe unaofuata ni wa kwenu wewe na kaka yako Bugwa. Mfikishie taarifa. Sijajua baada ya mimi kumzika mke wangu hivi ambavyo nimemaliza, nini kinafuata kwenu? Mtachagua nyinyi wenyewe. Kama mnahitaji makaburi yenu yawe katika mji huu, muendelee kubaki. Wewe ni nani ututoe katika huu mji? Tumekuja wenyewe, na hata kuondoka tutaondoka wenyewe. Hivyo tafadhali, hizo kelele zako za chura zisitufanye tembo tushindwe kunywa maji. Nawapa wiki moja mwe mmeshaondoka kwenye huu mji, la sivyo nikishamaliza maombolezo ya mke wangu, na hisi niliwahi kukwambia nyuma nini kinafuata. Wewe aisee, mimi sijui utakavyonichukulia Elia, kama ni kwenye sura ya urafiki, undugu, lakini hii ndio mara yako ya mwisho kuiona sura hii ikiwa katika muonekano wa undugu. Yaani Chaya, dunia hii ina maajabu sana, ina maajabu yake. Umeshasikia msiba wa mke wa Itongo? Mimi nafahamu. Kwa nini nisifahamu wakati sababu ya hicho kifo ni mimi? Nilitaka nishangae. Ningeshangaa kweli kama wewe haujui, ingekuwa ngumu kwangu. Ukiwa na lengo fulani lazima upambane ili ufanikishe jambo lako. Na mimi jambo langu naona sasa hivi linaenda vizuri. Okay. Na nimefanikisha kumfarakanisha na rafiki zake. Kwa hiyo na imani kila kitu kinaenda kuwa sawa. Na ninavyokuambia, nahitaji Bugwa nimpe maumivu makali sana. Yaani mpaka dunia aione chungu. Maana mipango yangu mimi Nesi kaka, unaijua sijamaliza kama naanza. Hii vita ndio inaenda kuwa kali, yaani kali kuliko hapa unavyoona. Alafu nawaza, Eliza alikwambia ameona kifo changu, lakini kwa hilo mimi siamini. Yule alikuwa anataka tu aonane na mimi ili niweze kumsamehe. Kwa asilimia fulani mimi naamini, kwa sababu nilimsoma hisia zake kipindi ananiambia hili swala. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kifo chako kipo. Mimi siamini kama ninakufa, yaani siamini kabisa. Yule alikuwa anatapatapa. Na kingine, kama kweli yeye kaona hicho kifo changu, kwa nini wewe usione? Kwa nini watu wengine wasione kifo changu mpaka yeye aje aseme hamna hicho kitu? Kaka Kesi, wewe hujakamilika. Hata hiyo nguvu iliyokuwa nayo hujakamilika. Elewa, kila mbabe ana mbabe mwenzie. Kila mwenye nguvu basi yupo mwenye nguvu zaidi yake. Kwa hiyo lisemwalo lipo, mdogo wangu. Kama alipo basi laja. Kaka Kesi, hebu angalia jinsi ya kunisaidia. Wewe si unataka kulipa kisasi chako kwa Ibugwa? Vizuri, sasa ndo upambane. Pambana mama, ng'ang'ana kupambana.
katika kisasi chako hicho unataka kulipa, basi upambane na uchunguze kifo chako wewe ni lini, siku gani, wakati gani. Acha unyonge, pambania kombe. Yani unajua mimi nachanganyikiwa. Yani nikisikia kufa nachanganyikiwa. Sasa leo hili jambo nalimalizaje kesi? Maisha ndo yako hivyo, maisha yana safari ndefu. Hakuna njia iliyonyooka moja kwa moja. Kona hazikosi, mipindo haikosi. Sawa mama? Kuteleza, kuanguka ndio ukubwa. Kwa hiyo pambania kombe, ujue kifo chako. Kukupoteza wewe ni kitu ambacho hakiwezekani, na siwezi kukupoteza. Mbona ushanipoteza tayari? Hapana, mimi sijakupoteza. Wewe ushanipoteza, ila wewe hujui kama umenipoteza. Unapomfanyia mtu makosa, anahifadhi moyoni, kwa sababu moyo ni sanduku la siri ambalo halina chumba kikubwa. Kwa sanduku langu mimi limekwisha jaa kwa yale yote ambayo ulikuwa ukiyafanya. Kwa hiyo wewe hesabu tu umenipoteza hata kama unaniona. Lakini haya ni mambo ya zamani. Ni utoto tu ulikuwa unanichanganya. Tuachane na mambo ya nyuma, tuzungumzie sasa hivi. Wewe umekuwa lini? Kwa sababu mambo yaliyopita. Hivi unakumbuka tukio la mwisho umelifanya lini? Mpaka nijue kama wewe umekuwa. Yaani wewe umefanya tukio la mwisho ni siku chache nyuma tu. Unawezaje kunithibitishia ukuaji wako? Wakati mwanamke anakuwa pindi anapoota tu maziwa. Sasa wewe mpaka maziwa anakwenda kuzeeka. Alafu naambia kama umekuwa sasa hivi. Yaani kama umekosa akili ukiwa na miaka 16 kwa mwanamke, huwezi tena kuipata akili ukiwa na miaka 30. Wenda ushafeli hivyo. Hapana. Mimi siwezi kufeli kwa wewe. Alafu unakumbuka kodi hapa nilikuwa nakulipia pia. Ulikuwa unalipa wewe ama ulikuwa unachangia? Sawa, lakini nilikuwa natoa hela. Wewe ulikuwa unachangia 30% tu kodi kwenye hii nyumba. Lakini unaongea sana. Na hiyo ndo kasoro wa sisi wanaume kuwaamini wanawake kipindi tunapendana nao. Yaani msaada wa mwanamke ni sawa na gazeti la bure ambalo litagawiwa kwa kila shabiki kwa lengo la kulisoma. Mara nyingi nyinyi mnapomsaidia mtu lazima mumtangaze. Na heshima ya msaada sasa, ukisha utangaza huu hauitwi msaada. Wewe unaitwa uadui. Hata Mungu hahesabu sadaka hiyo. Kwa hiyo usije ukahesabu ulivyozungumza mbele za watu kama mimi nitahesabu ulikuwa msaada zaidi ya matusi. Sema tu ulikuwa ukinitusi 30% kwenye kodi ya nyumba hii. Basi sawa. Kuanzia leo sitaongelea mambo hayo. Naomba tuache yaliyopita tuendelee. Mimi sikupendi, nampenda Eliza. Unasema nini? Mimi hapa sikupendi. Na kama unapoona hapa ni pamana zaidi, mimi sipahitaji. Vitu ulivyoleta na vitu nilivyotengeneza mimi, chukua tu, nitakaa kwa Eliza. Kwa sasa hivi nimegundua bora nikae na mwanamke ambaye anakusaidia 90% kuliko ni 30%. Kwa sababu yule wa 90% anaweza hata kanisaidia nikapata kitu changu. Siwezi kuipenda takataka kama wewe. Kwa mimi takataka. Takataka. Hivi unajua unachokiongea? Hivi unajua unanitia hasira kiasi gani? Hii ni vita unaianzisha. Vita. Hebugwa. Hebu rudi na akili zako. Rudi basi. Umelogwa au? Mimi ni mkeo na ninakupenda sana. Kumbuka tulianzia maisha wapi? Siwezi kukupoteza. Kama vita, basi mimi nitavipiga. Imradi nikupate wewe. Muuaji, wewe ni mtu mbaya sana, tena mbaya, nyoka wa vichwa 7, adui
wa pili kwenye maisha yangu. Msiba wa mkeo umefana, lakini kinachonishangaza haujaweka matanga kama msiba wa shoga au mwizi. Ni kwa nini? Wewe unahisi kuna tofauti gani kati ya msiba wa mke wangu na hao uliowataja? Lakini ungempa haki, yule ni mkeo. Haki? Naweza nikampa haki gani? Haki gani unataka mimi nimpe, ikiwa watu waliosababisha kifo chake bado wanapumua? Maana ingekuwa mke wangu amekufa kwa kudura za Mwenyezi Mungu, ningesema niweke matanga. Lakini mke wangu najua kifo chake kimesababishwa na watu. Nitakuwa na raha gani ya kusema ninaweka matanga ikiwa watu bado wako wanatembea, wanapumua, mpaka pale nitakapohakikisha kila mmoja aliyetia mkono wake kwa ajili ya kifo cha mke wangu na yeye akiwa kaburini, hapo nitaweka matanga kwa ajili ya mke wangu. Kwanza ondoka, unanitia tu hasira. Acha niomboleze mimi mwenyewe. Sawa, ukiwa unahitaji msaada kwenye hizo hasira zako, nitafute. Umemuua mtu ambaye nampenda sana. Umemuua mtu ambaye nilikuwa nampenda sana. Aise, sidhani kama moyo wangu utakusamehe na kukusahau. Vita uliotengeneza ndani ya moyo wangu haiwezi kufutika kamwe. Kamwe. Fahamu kitu kingine ambacho umekifanya, ambacho nacho kinaenda kugharimu maisha yako. Haikutosha kuondoa, kudhulumu uhai wa shemeji yako Nasu, na ukaamua kwenda kugusa familia ya rafiki yako. Umeondoa uhai wa Rose, mke wa Itongo. Ebugwa, Itongo anakutafuta na amejiapiza kwa miungu yote anayejua yeye kwamba ama zake ama zako. Hiyo vita ulioitengeneza sijui utashika wapi, sijui atakikutetea ni nani. Sidhani kama kutakuwa na mtu ambaye atasimama upande wako. Ebugwa, wewe ni mtu mbaya sana. Wewe ni mtu mbaya sana, muuaji mzoefu wa kimya kimya, ambaye unaishi na watu, katikati ya watu unaoishi nao ndio unawamaliza kimya kimya. Sikia, natambua hatuwezi kuwa maadui tukiwa bado tuna undugu. Hivyo Ebugwa, kuanzia leo, sasa hivi ninavyoongea na wewe, mimi sio ndugu yako. Tambua, Elia sio ndugu yako. Elia ni adui yako kuanzia sasa, na huu adui wewe ndio umeutengeneza. Mimi sio ndugu yako. Tambua, Elia sio ndugu yako. Elia ni adui yako kuanzia sasa, na huu adui wewe ndio umeutengeneza.
Kunani tena na hilo pipa? Nalifanyia usafi mwenyewe analitaka. Mwenyewe? Kwani kakako yuko wapi? Kaka hayupo, ndo aloniagiza nilifuate. Ina maana kakako ashaondoka? Leo hii. Ili pipa mimi nimeshalizoea. Nikikaa hapo, mimi nikipita najiona raha tu kuliona ili pipa. Sasa unaponiambia unalitoa sijui unalipeleka wapi? Mimi sitaki ulipeleke kokote. Libaki hapo, nenda kamwambie kakako. Aliendi kokote ili pipa. Hebu nisikilize wewe. Mimi nimeagizwa. Kwa kama nimeagizwa lazima nifuate kile ambacho nimeambiwa. Na alichoniambia ndugu yangu ni kwamba nilifuate pipa, nilisafishe, niende nalo kule. Yaani kwanza anaondokaje? Anaondokaje yani? Hilo pipa aliendi kokote. Mimi ndo nishalizoea. Liache hapo. Sijui unanielewa. Liache hilo pipa. Na afu mimi sija kutuma usafishe. Sitaki msaada wote. Naomba uweke hapo. Siwezi kuliacha likaenda kuishi mbali. Umelizoea lakini si la kwake, kwani la kwako ile pipa? Sawa, mimi sitaki liende kokote. Nenda kumwambia kakako pipa alitoki. Akitaka arudi hapa. Bwana usiwe kama mwanamke mjinga bwana. Hivi vitu vingapi amekuachia kaka? Si ameondoka hapa ameacha kila kitu hapa. Yaani hili pipa ndio leta ugomvi. Mimi nimeshakwambia, sitaki ile pipa liondoke kokote kwa sababu mimi hapa nimeshalizoea. Kama kakako anataka pipa, wewe mwambie atoke kule aje aishi hapa. Hebu acha bwana mambo yako. Shemeji, hebu subiri. Hilo pipa shemeji, lisiende kokote. Kinachokufanya ulizuie hili nini? Yaani kuna nini unakitafuta wewe? Kakako kama analitaka, mwambie aje tuishi hapa na pipa letu. Upo? Sasa wewe unalingangania hili, unapolingangania hili ni mtoto wenu huyu, Itakuwa. Maana mimi sasa sielewi. Kwa sababu mimi nimeshachoka. Yeye mtu anaondokaje yani kwa mfano hivi Eliembo niambie. Wewe mtu anaondokaje? Tumeishi vizuri. Afu anaondoka tu ghafla hivi wewe ungejisikiaje? Ili pipa hili ndio tumelizoea tulikuwa tunaishi nalo hapa. Na wewe hapo. Afu mnaondoka mnaniacha peke yangu. Mimi naishije yani shemeji? Hebu ingekuwa wewe. Yaani ungefanyaje? Papa uko hapo naomba ushauri au unalalamika sijakuelewa. Yaani mimi sio kwamba naomba ushauri. Yaani mimi nakwambia yani ingekuwa ungefanyaje ili pipa litaki kwenda kokote. Basi tufanye hivi. Tuongee kitu kimoja shemeji. Mimi nawe tusigombane, sawa? Wewe sio unataka liende? Sawa, mimi fanye hivi. Mimi nabaki hapa. Wewe beba nenda nalo kule. Afu mimi nitakuja baadaye. Ili mradi liende kwa sababu gani? Kama mtu mzima ameniagiza na ni kaka yangu na ninamheshimu, ni aje aniagize kitu afu nisikitimize. Kwa mfano wewe umeagizwa na mtu mzima. Alafu usikifanye tu kwa sababu kuna mtu kakuzuia. Hiyo ni busara hiyo? Alafu mnaishije kwa mwanamke? Unaendaje kwa mwanamke? Au basi ngoja mimi nikamueleze mwenyewe. Wewe wapi? Unazuiaje usipite? Kwa nini unazuia? Huku hakuna njia ambayo inatokeza upande wa pili. Sasa mimi nimekwambia naenda kutokeza upande wa pili. Naenda kumfuata huyo mshenzi wako. Haiwezekani atake vitu vyangu. Kwa nini atake pipa? Kwa nini atake? Kwa nini atake pipa yangu? Yaani unamuita Eliza ni mshenzi? Eliza amekuwa mshenzi? Mwanamke wangu mimi unamuita mshenzi? Kwa taarifa yako, wewe unamuita mshenzi. Mimi namuona mtakatifu. Mtakatifu. You see? Na nataka nikwambie pipa Eliza hajaagiza. Nimeagiza mimi. Kwa sababu ile ni pipa langu. Niambie, kwa nini umethubutu kuzuia pipa? Sawa. Wewe ndio umelitaka. Si umeambiwa na huyo? Si ndio umeambiwa? Eliza ni ananichokonoa. Yaani amefika pabaya. Haiwezekani akutume eti nikupe ile pipa. Siwezi kutoa pipa, siwezi. Kama unataka pipa lako, njoo tukaishi nalo. Sasa usisubutu. Na siku nyingine kuja eneo hili, kupita njia hii, kuingia nyumba hii, nitakupasua vipande. Pipa nimeagiza mimi. Nahitaji pipa langu. Nimemwagiza mdogo wangu. Sawa? Sasa kama unataka wewe, rudi nyumbani, tuishi pamoja, tuishi na pipa letu. Kwanza lile ni pipa langu lile. Kwa nini ulitake? Kwa nini? Yaani wewe hilo pipa ulinunua shilingi ngapi? Mtu akishakuwa mkeo, hata kama umenunua wewe, ni pipa letu, lile pipa letu sasa. Pipa letu. Njoo tuishi pamoja na pipa letu. Sawa. Kwa hiyo nitoke hapa nikaishi na wewe pamoja na pipa. Kwa hiyo ndio ulitaka kwenda kumwambia nini Eliza? Nitaka kumwambia akome kunifuatilia na akome kuchukua vitu vyangu. Ni atake vitu vyangu wakati tumechuma mimi na wewe. Ile pipa tumechuma mimi na wewe. Ilibidi wewe ndio uje kule tuishi nalo pipa letu. Na ile pipa letu nalipenda sana. Kwa nini ulipendi pipa letu? Unajua siku ya leo kwangu ni siku nzuri sana. Kwa
sababu mimi na mwanamke wangu tuna ratiba ya kwenda kufanya shopping ya vitu mbalimbali. Mimi sijapendezwa na tabia yako. Sawa, ulivyokuwa unafanya mambo yako, mimi sikukusumbua kabisa, nilikupa uhuru wa maisha yako. Usitaki kuiona sura yangu ya upande wa pili. Naomba ukome kabisa. Eti shopping. Yaani unajiandaaje? Hata mimi naweza kufanyia hiyo shopping. Twende nikakufanyie. Mimi mwenyewe nina hela, twende. Kwa nini unababaika na huyo Eliza? Kwa nini? Itakuwa vizuri sana kama utanisikiliza kwa umakini. Unaonekana umechanganyikiwa. Kumbuka, wakati unaniumiza, niliumia zaidi ya unavyofikiria. Lakini nilivumilia na mwisho nimefanya maamuzi. Tafadhali usivuke mpaka wako. Eliza is my fiancé. Mzuri, anayekushinda akili, uvumilivu, mapenzi, utu, urefu mpaka shepu. Sitaki upige kelele kwenye uwanja huu. Sitaki urudi eneo hili. Na kuonya wewe mwanamke malaya, mshenzi wa tabia. Sikuhitaji katika maisha. Na kama sababu ni pipa, kakae na pipa lako. Nilikuwa nalihitaji pipa kwa sababu ili ni hazina ambayo niliachiwa na mama yangu. Unataa haya mwanamke, nimekuachia vitu vingapi? Kila kitu nimekuachia. Kila kitu nilichotafuta mimi nimekuachia. Pipa nilopewa na mama yangu unataka kuzuia. Unatafuta sababu eti nije nianze niishi na wewe. Ni tukaishi na pipa. Pipa ni mtoto wetu. Pipa ni mtoto wetu. Yule ni mtoto wetu. You call me Baba Pipa? Me Baba Pipa? Ndio. Are you stupid? Me Baba? You call me Baba Pipa? Leave. Nakwambia kuchana, ondoka. Ondoka. Yaani mwanamke, wewe ni mshenzi. Malaya. Unapenda sana chocolate ndio maana unafeli. Baada ya maamuzi yako, nini kinafuata? Unahitaji nirudia? Nimekwambia ni uadui tu, hakuna kingine. Sawa adui yangu, nashukuru kwa kutangaza vita na kuvunja undugu na kaka yako. Utaniua sasa hivi au utaniua baadaye? Maamuzi ninayo. Muda gani ambao ni sahihi, nionavyo ndivyo nitakavyofanya. Utaniua kifo gani? Ili nijue, kwa sababu watu wengi walikosa bahati ya kujua aina ya kifo wanachokufa. Hebu niambie, ili nijue nakufa kifo gani? Maamuzi ulioyaamua, una ushahidi wa kutosha ya kwamba mimi ni muuaji wa mwanamke wako na mimi ni muuaji wa mwanamke wa Itongo, au unaongea? You're wrong. 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 Am I wrong? Wrong. You're wrong. Siko sawa mimi? You are not right. Siko sawa aliyekuwa ushahidi wa mazingira unakukamata na ngozi. Ushahidi upi? Elia, ushahidi upi unanikamata na ngozi? Ushahidi upi unamkamata Ebugwa na ngozi Elia? Ushahidi upi ambao umenikamata na ngozi kama mimi naweza kuwa muuaji? Nikamuua mwanamke wako Nasu, afu nikamuua na mwanamke wa Itongo. Ushahidi upi uliopata? Elia, hiyo ndo akili yako. Umefikiria umemaliza? Umefikiria umemaliza? It is okay. Go on. Go on. Find a way to kill me. But it is not easier.
Elia, kuna taarifa mbaya. Kabla hujaendelea unachotaka kukifanya, nataka nikwambie nimempoteza Eliza, hatunaye duniani. Asante kwa utii wako shemeji. Hongera kwa kuwa mwaminifu na kwenda na muda pia. Sawa. Kwa hiyo mmekubalianaje? Kaniambia kwa sababu huyu ni mtoto wangu, basi nibaki naye. Hivi shemeji, kwani mtu akikosea hahitaji kusamehewa? Maana naona nimekuwa kipengele, yaani kama vile nimekosea sana nihitaji hata kuchomwa moto. Kwa hiyo sitaki kusamehewa mimi. Unajua shemeji, kwenye swala la msamaha haswa linahusika na yule ambaye amekosewa. Kiukweli kabisa, kwa dhati ya moyo wangu, ingelikuwa ni mimi ndo nilikosea, mimi ningekuwa nishaachilia muda mrefu, nishakusamehe kabisa. Lakini kwa kaka yangu Ebugwa, mimi siwezi kumlazimisha asamehe au afanye ninavyotaka mimi au ninavyotamani, kwa sababu yeye ana moyo wake. Yaani kila mtu ana moyo wake. Kwa maana hiyo sasa, manake maamuzi anayo yeye mwenyewe. Ila sasa shemeji, kiukweli kabisa, kakaangu pia kuna sehemu ana haki, kwa sababu kuna maumivu makubwa sana ulimsababishia wewe. Ulimuumiza, umemtenda, unajua sana tu, sio mara moja. Kwa anachokifanya yeye kwa upande wake ana haki kabisa, za msingi kabisa, kwa sababu anautetea moyo wake. Ni kweli, lakini mimi nimebadilika, siko kama mwanzo. Naomba umwambie mimi nampenda na kutuma tu kama njia apeleka sawa. Sijui na kusaidiaje, kwa sababu moyo wa kakaangu mimi naujua, maamuzi yake mimi ninayajua. Kakaangu ni mzito sana kufanya maamuzi, wewe unajua. Ndio maana kuna kipindi alikuwa anakubembeleza sana. Namjua mimi, alikuwa anapitia kipindi kigumu sana, alikuwa anavumilia, lakini akiamuaga maamuzi yake Ebugwa huwa harudi nyuma. Sijui nitasema nini, sijui nikusaidie vipi. Japo wazo langu sasa, nadhani kati ya watu ambao ulikuwa unatoka nao, ulikuwa unawatumia kama sehemu ya kujifurahisha wewe wakati mwenzio anaumia. Shemeji, hebu fanya maamuzi kati ya wale chungulia. Inawezekana ukapata mmoja kuwa naye huyo, ila kwa Ebugwa sidhani. Ondoa kama unaweza kuwa naye tena. Ebugwa, umemuua na Eliza? Ebugwa, umekuwaje wewe? Umeua mtu mwingine. Elia, my young brother, unatakiwa kunielewa, unatakiwa kunisikiliza, na unatakiwa kureview maisha yangu yaliyopita toka tunakuwa, hapo ndo upate cha kuongea. Unanitia maumivu unavyoongea vitu ambavyo havina chongo. Eliza amefariki, na mimi siwezi kuhusika na mauaji ya Eliza, ila nachokuomba tuondoke, alafu utaelewa mbele ya safari. Kaka, wewe ni mtu mbaya sana. Nakwambia wewe ni mtu mbaya. Wewe ni muuaji, mchawi. Tena umenizidishia wewe, unaingia ndani. Mimi naingia ndani, haupo. Ushakuwa mshirikina. Haya. Umemuua mdada wa watu. Kwa nini? Upate nini?
Wema wake wema wake ndio umemponza. Bugwa, tatizo nini ndugu yangu? Tatizo nini? Mbona ukuwa hivyo? Young brother, I'm not a killer. I'm not a killer. Even chicken killer. Even butterfly killer. Always I'm afraid to see even a blood, little blood. Nawezaje mimi kusubutu kutoa maisha ya binadamu? Ayo nauza. Unataka watu wasikie? Unataka watu wanizunguke? Unataka watu waniue? Elia, tusipoondoka hapa immediately, mimi na wewe tunapoteza maisha. Niamini kwa mara moja tu. My young brother, mara moja tu. My young brother, mara moja tu. Niamini tuondoke, my young brother. No kaka. Nikuamini wewe, nakuaminije? Muuaji wa viwango vikubwa. Wa viwango vikubwa. You are a silent killer. Okay. Sina muda kutosha kukuelekeza. Lakini nachotaka kukuambia hivi. Yote unaoyaongea it is okay. Nipe nafasi ya mwisho mdogo wangu tuondoke hapa. Na kama tusipoondoka hapa, Elia, mimi na wewe tunakufa. Niamini mara ya mwisho. Kwa sasa mmiliki wa jengo hili hayuko duniani. Hatuna haja ya kuwepo hapa. Tuondoke, nitakuthibitishia ukweli. Acha kuongea ujinga. Acha. Unaenda wapi? Siendi. Unaua kimya kaka. Nikuamini vipi? Mimi sio mtu wa namna hiyo Elia. Naomba tuondoke. Elia, tutakufa. Ndugu, tuondoke. Twende. Kakangu namfahamu yuko hivyo. Hayuko hivyo. Let's go. Where? Let's go. Where? I don't know. Elia, ukishamaliza kumuua kakaako, wewe ndio utakayefuata. We! Usinisogelee. Usiniguse wala usinishawishi chochote, muuaji mkubwa wewe. Unataka kuniua? Unataka kuniua na mimi? Young brother, taratibu basi. Taratibu, kelele za nini? Kelele za nini? Tuliza mzuka wako. Tuliza kijuju. Unaropoka sana. Haujui dunia ina watu wengi sana wenye akili. Wanapenda kuwatumia watu wenye akili finyu kama wewe. Tayari wanakutumia. Hivyo ndivyo unavyotambua mimi. Usipochagua njia ya kuwa na kaka yako, nikutakia tu safari njema ya akhera. Hata kama itaniuma sina jinsi sasa, maana wameniwini. Niseme tu RIP stupid. Unajisikia? Umejisikia unachokiongea? RIP? Mimi nipumzike kwa amani mimi? Bugwa. Nipumzike kwa amani mimi? Yaani umedhamiria kuniua? Bugwa. Umekuaje Bugwa? Umedhamiria kunitoa uhai wangu? Stay away from me, Bugwa. Naona maadui washachukua pointi namba 1. Sio mbaya. 2 sio namba ndogo. Naomba unisikilize vizuri. Sawa. Yaani kama kuna muda uliopatikana mzuri duniani wa kumuondoa Bugwa ndo huu. Nimwacha nyumbani. Sawa. Kwa hapa ninachoomba kitu hiki kimoja. Tuongozane twende tukamtoe. Huu ndo muda kumtoa. Mimi peke yangu siwezi. Yaani huwezi amini. Yule sisi kashakuwa mshirikina, sisi kashakuwa mchawi. Kuna muda alikuja nyumbani, kaingia ndani. Muda huo mimi naingia ndani namtafuta hayupo. Umeona bwana? Kuna muda pia tukagombana kidogo tukalombana. Akapiga kelele, yani kelele alipiga nikahisi kama dunia inageuka chini juu hivi. Sawa. Kwa mimi ananitishia amani. Tukipoteza muda tupate muda mwingine wote. Twende tukamuue. Sasa Elia, kama wewe ndo ndugu yake, mmezaliwa pamoja, mama mmoja, mmenyonya ziwa moja, mmekuwa pamoja, umuwezi. Mimi ni nani niweze kumweza kakako? Sisi hatuwezi kumuua kaka yako. Echo. Sasa wewe
wewe ndo ulikuja kunifikishia ujumbe, si ndio? Ukanishauri na mimi nikakuelewa mpango wako kwamba ni mpango sahihi ambao unaweza kufanya huyu mtu akaondoka. Sasa hivi naambia uwezi. Tunafanyaje sasa? Yaani kiufupi, mimi naogopa asije akaniua. Kaka yako ni muuaji. Naogopa. Chaya, swala la Ibugwa kuwa muuaji, hilo unalirudia tu kwenye ngoma masikio yangu. Ibugwa ni muuaji, tena sio muuaji tu. Ni muuaji aliyokithiri. Muuaji wa kinyama, wa kimya. Hivi unajua hata Eliza kamuua. Nini? Kamuua Eliza yupo kashangamba udongo. Jamani Eliza. Kweli mimi ni adui wa Eliza. Kwa sababu alinichukulia mume wangu. Lakini sio kufa. Ukakufa ni kwingine. Alikuwa hataki kufa. Sasa usilete uzamu na swala kwanza kupiga kelele kulialia hapa ukilia na mimi nikalia. Sasa mimi mwenyewe nimefiwa vile. Sasa hivi uniambia sasa mpango wako. Okay, plan A hapa unaona inafeli. Plan B tunafanyaje sasa? Sawa. Yule mtu nilokuambia, yule mlipa kisasi. Yule mwenye hasira na kaka yako. Yule ambaye amempoteza mkewe kwa sababu ya kaka yako. Yule Chibonge. Nani? Yule Itongo. Cha kufanya mimi naenda kuongea naye sasa hivi. Wewe subiri majibu yangu. Sawa, usichelewe basi, msije akaondoka kule tukapoteza mpango wote. Sawa. Nisubiri hapo. Japokuwa hujanituma, ila nimekuja kukupa taarifa. Taarifa gani? Adui yako anakimbia. Adui yangu anakimbia? Ndiyo. Nani? Ibugwa. Anakimbia? Wewe nani amekuambia maneno haya? Sio nani ameniambia maneno haya, ni mimi mwenyewe nimethibitisha. Kwa wema wangu nikaona nije nikwambie. Nahisi anataka kufuata maagizo yangu. Lakini ataenda wapi? Hebu tuone anavyokimbia. Nashukuru sana kwa taarifa. Sasa mbona unashukuru tu, afu inakuwaje? Sasa ulitaka nifanyie taarifa hiyo kazi gani? Wewe unajua kama anakimbia? Akikimbia utampata wapi? Wapi utampata miji hivyo kwa mikubwa hii? Chaya, mimi mwenyewe pia kichwani kwangu nina malengo yangu na nina mipango yangu na ninajua namna ya kulipiza kisasi changu. Nimejipa muda wa wiki moja kwa ajili ya kuomboleza kifo cha mke wangu, na baada ya hapo nitamalizana na kila mtu ambaye amehusika kwa ajili ya kifo cha mke wangu. Itongo, usichokijua, hii dunia ni kubwa. Mtu akikimbia huwezi kumuona kirahisi. Yaani adui yako yuko hapa, unashindwa kumfanyia kazi sasa hivi, unasema eti umuache. Utampata saa ngapi? Au ndo unataka tena uanze kuhangaika? Hebu fanyia kazi ili jambo nilokuambia. Chaya, kwa nini unataka kunilazimisha? Nimeshakwambia nimejipa muda wa wiki moja. Hebu niache niomboleze kifo cha mke wangu. Baada ya hapo Ibugwa nitadili naye. Si unanielewa? Akimbie kokote anakokujua yeye. Iwe kwenye mji huu, mji mwingine, nchi nyingine. Hata kama dunia ni kubwa, nchi ni kubwa, nitamtafuta kokote na nitamalizana naye. Ibugwa sio adui yako wewe. Hata mimi ni adui yangu. Aliniulia kaka yangu. Mbona unajisahaulisha? Sasa kwa nini unajua kuniambia mimi? Nimekwambia ili tushirikiane. Basi kama na wewe ni adui yako, naomba fanya jambo moja tu. Mzuie Ibugwa asiondoke mpaka nitakapomaliza muda wangu wa kuomboleza kifo cha mke wangu. Alafu nitamshughulikia. Sawa, mimi nimekuelewa. Na kijana wangu mmoja ambaye namtegemea, ambaye anaishi hapa hapa Bagamoyo. Katika ulimwengu wa giza anaishi Bagamoyo, na ulimwengu wa kawaida anaishi Bagamoyo. Kwa Bagamoyo anaishi kijiji gani? Kwa Bagamoyo anaishi kijiji cha Mateso. Anaitwa nani? Anaitwa Ivan. Ivan au Ivan?
ya vyovyote vile ambavyo wewe utakavyopenda kumwita. Kumbe yule. Nitaongea naye na huo ndo utakuwa msaada wangu wa mwisho. Usiniingize kwenye kesi zako kabisa. Basi sawa. Nashukuru kwa msaada wako. Hiyo haiwezekani. Inawezekana. Tena inawezekana 100%. Wewe ndo unayesema hivi, lakini binafsi siwezi kukubali na siwezi. Chaya, wale ni ndugu, unajua. Haiwezekani mtu mmoja atoke pale aje atake ushirikiano na mimi, ushirikiano na mtu ambaye najua na yeye pia ni adui yangu, na yule ndugu yake ndio adui yangu pia mkubwa, afu eti anaomba ushirikiano na mimi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hebu ifike kipindi huo unatumia akili na kuchekesha jambo kabla kunizungumzia mbele yangu, unanielewa? Usichokijua Itongo, mimi natumia akili sana. Elia ana uadui na Ebugwa kwa sababu Ebugwa alimuua mchumba wake Elia na Sue. Kwa hiyo wana uadui mkubwa. Hivi Chaya, hizi habari unazozungumza huwa unazichunguza kwanza? Mimi natumia akili, na mpaka jambo nimekuletea maana yake nimechunguza. Kwa hiyo fanya tu umuelewe Elia, awe na undugu na wewe, kisha ili aweze kuifanya kazi yetu ya kumzuia Ebugwa. Ina maana nataka kuniambia Ebugwa hii sifa ya uwaji ni ya kweli? Na kingine kuhusu mkeo, usizanie kwamba alikufa tu. Ebugwa anahusika kiundani zaidi kifo cha mkeo. Kwa hiyo ndo maana nakwambia fanya jitihada tuongee na Elia, maana Elia anatamani uwe hata kaka yake. Jaribu tushirikiane, mjenge undugu na Elia, kila kitu kiende sawa. Ebugwa, hicho ndo ninachotamani. Na kingine kuhusu mkeo, usizanie kwamba alikufa tu. Ebugwa anahusika kiundani zaidi kifo cha mkeo. Kwa hiyo ndo maana nakwambia fanya jitihada tuongee na Elia, maana Elia anatamani uwe hata kaka yake. Jaribu tushirikiane, mjenge undugu na Elia, kila kitu kiende sawa. Ebugwa, hicho ndo ninachotamani. Mimi nilikuwa najua ni mbea tu. Ebugwa! Ina maana ile sumu hakunywa mke wangu, sio? Wala hajanywa. Yale yalikuwa ni mazingaombo tu kukupoteza wewe. Sawa. Ebugwa, yaani kumbe ni mnyama kiasi hiki. Mwambie Elia kama ataweza kumzuia Ebugwa asiondoke mpaka siku 7 nilizokuambia zifike. Mwambie ninampokea. Umenielewa? Fanya kama nilivyokuelekeza, tena ufanye kwa makini. Sawa blaza, nitafanya kwa ajili yako. Safi sana kijana, mimi napenda sana vijana kama wewe, na ndio maana nakuamini katika kila jambo. Nataka nikushirikishe, usiwe wembel. Ombi letu ni kama limepita, ila kwa masharti. Masharti gani tena? Itongo yeye anasema yupo kwenye ibada ya msiba wa mke wake. Yaani ibada hiyo ni sawa na siku ya Sabato kwa Msabato. Kwa hiyo hawezi kufanya chochote mpaka maombolezo yake ya msiba yaishe. Kama unahitaji kuwa familia pamoja na yeye, fanya hichi nitakachokuelekeza. Anasema hivi, jitahidi umzuie kaka yako mpaka pale atakapomaliza maombolezo yake.
Sasa mimi sijaelewa hapo. Kumzuia kaka, mimi naanzaje kumzuia na namzuia vipi yani? Igiza kuwa mwema kwake, na alopita yote jifanye kama ulikuwa unamuigizia tu, alafu mshauri muondoke, mwelekee bai, mwambie huko kuna watu uliokuwa unafanya nao kazi zamani, kwa hiyo atawasaidia. Lakini sasa wewe bai usiende kituo, wewe weka kijiji cha 3 kutoka hapa. Hicho kijiji kinaitwa Mateso, sijui kama ushawahi kufika au hujafika. Sasa hapo utakutana na kijana wangu anaitwa Ivan, atawajua pindi tu pale mtakapoingia kwenye mji huo. Tumia akili jinsi unavyoweza, hicho kituo kiwe pumziko. Akiwaona tu yeye atawajua, atawagea makazi. Ukifanya hivyo atakupokea kama mdogo wake. Kwa hiyo kwa mpango huo ambao amekuelezea yeye, wewe binafsi unaona tutafanikiwa? Kufanikiwa kupo, kwa sababu Itongo akiamwaga lake huwa linafanikiwa, na pale ana hasira na bado pale ana maumivu, bado anaomboleza. Ili jambo kilifanya kwa wakati vile anavyohitaji, kila kitu kitakuwa sawa. Basi sawa, mimi binafsi nimelipokea na nitalitimiza kwa mikono miwili. Nashukuru kusikia hivyo. Kakangu, mimi naomba unisamehe sana tu. Yale yote ambayo nilikuwa nayafanya nilikuwa nakutania tu kaka. Lakini hata masuala yangu ambayo nilikuwa nayafanya nilikuwa katika kuchunguza, nijue ukweli, kwa sababu Itongo alikuja hapa kanitishia sana. Kaniambia kwamba mkewe akifa tu sababu ni wewe. Kwa mimi niliamua kufanya hivyo ili nichunguze kweli unaweza kuhusika kwenye kifo cha mke wa Itongo. Nilikuja kugundua kwamba Itongo ni adui yako mkubwa namba 1 na amedhamiria kukuua kweli kakaangu. Hivyo naomba hata leo tusilale hapa. Nimekuunga mkono kwa swala lako la kuondoka. Tuondoke. Elia, sawa, lakini sijapendezwa na tabia yako ya kufanya challenge kwenye vitu vya hatari. Elia, dakika moja ya utamu yaweza yakafanya ukapoteza maisha yako. Dakika moja ya kuchelewa yaweza kusababisha vifo vya mamilioni ya watu. Mungu, nakushukuru kwa sababu nilifikiria tofauti, naenda kumpoteza mdogo wangu. Eza, naenda kumkosa mdogo wangu, naenda kuishi peke yangu. Mimi sipendi matanga namna hiyo. Sawa. Aya, tunapaswa kuondoka, lakini sijui wapi pa kwenda, ila tunapaswa kuchukua njia tu. Mungu atatuongoza, mnamwamini. Pa kwenda hapo kaka, mimi na marafiki zangu wako Bai. Kweli? Na marafiki zangu wako Bai. Tufanye mpango tuondoke hapa, twende Bai. Lakini kabla ya kufika Bai, kwa sababu ya muda utakuwa utoshi, tutafika kule muda mbaya sana. Kuna kijiji katikati hapo tutapumzika kinaitwa Mateso. Pale kuna mwanangu, pale kuna mshikaji wangu. Tutajihifadhi pale kwa muda ili tuvute nguvu ya kwenda huko. Tulikimbia swala kaka, watakuua. Yaani kivyovyote vile ambavyo utahisi wewe ni sawa. It is okay. Tutaenda huko bali unakosema na tutapumzika kwa Mateso unapotaka. Sina mtu wa kumwamini zaidi ya kumwamini mdogo wangu. Na wewe kuna mtu wa kumwamini zaidi ya kumwamini kaka yako. Dunia ina watu wabaya sana. Sema japo na huzuni na msiba mke wangu, lakini nimefurahi kwa sababu nilivyofikiria imekuwa tofauti.